CCM oye! Jamani wajumbe, naomba tuitikie kwa nguvu baada ya kuwa tumepata nguvu. CCM oye! Mkutano mkuu wa Chama cha Mapinduzi oye! Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, makamu mwenyekiti wa CCM Zanzibar na Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Mheshimiwa Stephen Masato Wasira, makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Bara, Mheshimiwa Dr. Balozi Emmanuel Nchimbi, katibu mkuu wa CCM, Mheshimiwa Dr. Jakaya Mrisho Kikwete, mwenyekiti mstaafu wa Chama cha Mapinduzi na Rais mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania awamu ya 4, Mheshimiwa Dr. Ali Mohamed Shein, makamu mwenyekiti mstaafu wa CCM na Rais mstaafu wa Zanzibar, Mheshimiwa Philip Jafet Mangura na Mheshimiwa Abdulrahman Omar Kinana, makamu mwenyeviti wa staafu wa CCM Bara, makatibu wakuu wa staafu wa CCM akiwemo ndugu yetu Daniel Chongoro, Dr. Bashiru pamoja na mzee Mkama, Mheshimiwa Ahmed Suleiman Abdullah, makamu wa pili wa rais wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, Mheshimiwa Dr. Tulia Ackson, spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mjumbe wa kamati kuu, Mheshimiwa Dr. Zubair Maulid, spika wa Baraza la Wawakilishi na mjumbe wa kamati kuu, waheshimiwa viongozi wa stafu wa chama na serikali, wenza wa viongozi wetu mkiongozwa na baba yetu Mheshimiwa Hafidh Amir, mwenza wa mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ndugu John Mongera, naibu katibu mkuu wa CCM Bara, ndugu Dr. Mohamed Said Mohamed Dimwa, naibu katibu mkuu Zanzibar, waheshimiwa mabalozi na wakilishi wa vyama rafiki kutoka nchi mbalimbali, ndugu wajumbe wote wa mkutano mkuu wa CCM Tanzania, ndugu wanachama wenzangu, viongozi wa dini, makundi mbalimbali, mabibi na mabwana, kidumu Chama cha Mapinduzi! Kidumu Chama cha Mapinduzi! Uchungu wa mwana. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa niaba ya Mheshimiwa Kassim Majaliwa, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye umemtuma shughuli nyingine na kwa sababu hiyo hakufanikiwa kuja kwenye mkutano huu kuwasilisha taarifa hii, naomba kwa niaba yake nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia afya njema na kutuwezesha kukutana hapa leo siku hii tukiwa wazima wa afya njema. Pili, naomba kuchukua nafasi hii kutoa shukrani zangu za dhati kwako wewe mwenyewe Dr. Samia Suluhu Hassan, mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kukiongoza vyema chama chetu kwa umakini, hekima na umahiri na weledi wa hali ya juu. Nipende kuchukua nafasi hii vile vile kumshukuru sana Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Zanzibar na Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, kwa uongozi wake na jitihada za kuhakikisha kuwa taifa letu linaendelea kupata maendeleo, na kama tulivyoona upande wa Zanzibar, hatua kubwa imepigwa ya maendeleo na sote tunajivunia uongozi wake. Mheshimiwa Mwenyekiti, nikubalie pia nichukue fursa hii kumshukuru sana Mheshimiwa Stephen Masato Wasira, makamu mwenyekiti wa CCM Bara, pamoja na Dr. Balozi Emmanuel Nchimbi, katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi na sekretariati yake kwa kutuandalia mkutano mzuri wa namna hii. Mheshimiwa Mwenyekiti, sisi wote ni mashahidi. Mkutano wa leo umeandaliwa kisayansi na kila mjumbe aliyemo humu amekaa bila kuchoka, si kwa bahati mbaya, ni kwa sababu ya matayarisho mazuri aliyofanya. Mheshimiwa Mwenyekiti, utakuwa shahidi kwamba kila kinachoonekana ndani ya ukumbi huu ni kama kipya, ni kama hakijazoeleka. Ni nadra sana kumwona Alikiba akiimba tarabu, lakini leo ameimba tarabu tena kwa ufundi mkubwa kuliko wimbo nyingine. Nimefurahishwa mno kuona kila aliyemo humu amechangamka, hadi DJ anayetuchezeshea nyimbo amekuwa hamasa kwa kazi yake anayoifanya. Hongereni sana kwa maandalizi mazuri haya. Mheshimiwa Mwenyekiti, mafanikio tunayoeleza leo yamechagizwa na falsafa ulioianzisha wewe mwenyewe ya R4, ambayo ni maridhiano, ustahimilivu, mabadiliko na kujenga upya. Falsafa hiyo imekuwa dira na nguzo muhimu ya kisera katika kujenga taifa Tanzania yenye mshikamano, haki na maendeleo endelevu kwa misingi ya demokrasia na ushirikishwaji wa wananchi kwa maendeleo ya taifa letu.
Mheshimiwa Mwenyekiti, leo ni siku ya kutoa hesabu ya yale yaliyofanyika katika miaka mitano, yani mwaka 2020 na 2025. Ni kama tu ile simulizi ya waliopewa talanta. Wazalishe kisha watoe hesabu kwa aliyewapa talanta. Mheshimiwa Mwenyekiti, umekuja mbele ya wajumbe ukiwa una majibu ya kutoa hesabu kwa wajumbe kwa yale yaliyofanyika. Ulipokea uongozi wa nchi yetu kukiwa na changamoto nyingi. Nchi ilikuwa imepita kwenye msiba wa kuondokewa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini nchi na dunia kwa ujumla ilikuwa kwenye mtikisiko mkubwa wa janga la corona. Mheshimiwa Mwenyekiti, ulipokea nchi kukiwa na miradi mikubwa ya maendeleo ambayo ilikuwa utekelezaji wake bado uko chini. Ilitosha haya yote kuwa tishio na kuwa kisingizio kwamba haya hayatekelezeki. Lakini katika mazingira hayo, Mheshimiwa Mwenyekiti, uliishinda hofu, ukaondoa mashaka na ukuwa na mengi ya kusema isipokuwa kusema kazi iendelee. Mheshimiwa Mwenyekiti, mafanikio ya serikali yako ya awamu ya 6 ni ya mwisho. Taarifa hii tunayoitoa imejikita katika maeneo 6 makubwa. Moja, kulinda na kudumisha misingi ya utu, usawa, haki na uongozi bora ili kudumisha amani, umoja na mshikamano wa taifa letu. Pili, kukuza uchumi wa kisiasa fungamanishi, jumuishi na shindani uliojengwa katika misingi ya viwanda, huduma za kiuchumi na miundombinu wezeshi. Tatu, kuleta mageuzi ya kilimo, mifugo na uvuvi na kuwa na uhakika wa chakula kwa kujitegemea wakati wote na kuchangia kikamilifu katika maendeleo ya uchumi wa nchi yetu. 4, kuimarisha upatikanaji wa huduma bora za afya, elimu, maji na umeme na makazi mijini na vijijini. 5, kuchochea matumizi ya utafiti, sayansi na teknolojia na ubunifu kama nyenzo ya maendeleo ya haraka ya kijamii na uchumi wa nchi yetu. Na 6, kutengeneza ajira zilizopungua milioni 8 katika sekta rasmi na sekta isiyokuwa rasmi kwa vijana wetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kipindi cha utekelezaji wa ilani, hususan vipengele hivyo, sote tumeshuhudia mafanikio makubwa, ikiwemo nchi yetu kuendelea kuwa na amani, kuwa na umoja na mshikamano, pamoja na kuendelea kuyalinda matumizi matukufu ya Zanzibar na kudumisha muungano wa nchi yetu. Serikali imeendelea kuimarisha demokrasia, utawala bora na haki za binadamu kwa kuchukua hatua mbalimbali, ikiwemo kuondoa zuio la mikutano ya hadhara ya vyama vya siasa na hivyo kuimarisha vyombo vya habari na kuongeza haki ya kujieleza miongoni mwa wananchi. Mheshimiwa Mwenyekiti, kama mzaburi asemavyo, ingawa mtu atakwenda zake akilia zichukuapo mbegu za kupanda, hakika atarudi kwa kelele za furaha aichukuapo miganda yake. Leo Mheshimiwa Mwenyekiti, unayo miganda mikononi mwako ambayo ni mafanikio ya utekelezaji wa ilani hii. Miganda hiyo iliyo mikononi mwako mbele ya wajumbe ni mafanikio kwenye sekta zote za huduma ya uchumi pamoja na huduma za uchumi pamoja na huduma. Miganda hiyo iliyo mikononi mwako tutaieleza kwa kifupi kupitia video fupi tutakayoicheza hapa. Ili kuweza kujua mafanikio hayo, Mheshimiwa Mwenyekiti, mengi sitayaeleza katika utangulizi wangu. Ninaomba ukubali kuwa tumeandaa nyaraka 5 ambazo kila mjumbe wa mkutano huu amepatiwa kwenye kabrasha lake. Nyaraka hizo ni muhtasari wa mafanikio makubwa ya serikali ya 6 katika kipindi cha mwaka 2020 hadi 2025, taarifa ya mafanikio ya serikali ya awamu ya 6 katika kipindi cha mwaka 2020-2025, jarida la mafanikio ya serikali ya awamu ya 6 katika sekta zote kwa kipindi cha mwaka 2020 hadi 2025, taarifa ya mafanikio ya serikali ya awamu ya 6 katika mikoa ya Tanzania bara kwa kipindi cha mwaka 2020 hadi 2025. Taarifa hii, Mheshimiwa Mwenyekiti, inapatikana katika mfumo wa nakala tete kwenye flash ambazo waheshimiwa wajumbe wamewekewa kwenye mabegi yao. Jarida la mafanikio ya serikali ya awamu ya 6 katika mikoa ya Tanzania bara kwa kipindi cha mwaka 2020 hadi 2025. Nyaraka hiyo na jarida inapatikana katika mfumo wa nakala tete kwenye flash ambayo wajumbe wamepatiwa kwenye mabegi yao. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa heshima na unyenyekevu mkubwa na baada ya maelezo hayo, naomba sasa ridhaa yako tuitazame makala hii fupi ambayo tumeiandaa kuonyesha mafanikio tuliyoyapata kwa kipindi cha uongozi wako. Nikiri kuwa maendeleo na mafanikio tuliyoyapata ni mengi, yasingetosha kuwekwa kwenye makala ya video, lakini turidhike kwamba haya machache tuliyoyaweka ni kwa sababu tu ya kuonyesha mengi yaliyofanyika, na wajumbe wa mkutano huu na Watanzania wote ni mashahidi kwa yale yaliyotokea. Mheshimiwa Mwenyekiti, karibuni tuangalie video hii.
Habari hii inatokea jijini Arusha, inahusiana na hoteli ya kimataifa ya Parrot Hotel. Hoteli hii ina hadhi ya nyota 4 ya ukweli iliyopo Kaloleni jijini Arusha. Jengo lake ni la ghorofa lenye floor 13, vyumba 116 vya kulala vyenye hadhi tofauti. Hapa kuna executive suite, junior suite, executive, standard bedroom, double deluxe na twin bedroom. Parrot Hotel ndani yake ina migahawa miwili. Mmoja ni maalum kwa ajili ya kupata kahawa za aina zote. Sehemu ya pili ni ya kupata chakula pekee. Hapa kuna bar maalum yenye swimming pool iliyopo floor ya 3. Kuna kumbi za mikutano kubwa 2 na kumbi ndogo kwa ajili ya vikao. Katika Afrika Mashariki, Parrot Hotel kwa sasa ni hoteli ya mfano kutokana na ubora wa huduma zake.